Taarifa ambayo bado iko kamili na iko kwa msisitizo ni mara baada ya makanisa yote ya ufufuo ya Askofu Gwajima mbunge wa Kawe kuweza kufungwa, na nafikiri ni tamko ambalo liweza kutolewa na jeshi la polisi, na barua hiyo imeweza kufika mahala sahihi kwa mwamba Askofu Gwajima. Sasa maswali yamekuwa ni mengi. Kuna baadhi ya watu wanajiuliza kwamba je, tena hapo uchungaji kwa Askofu Gwajima itakuwaje? Je, anaruhusiwa kuwa na kanisa jingine ama inakuwaje? Yani yeye kuhusu huduma kwa wale wana kondoo wake ambao wamekuwa akiwachunga itakuwaje? Kwa sababu ni swala ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, na nimeweza kupokea jumbe tofauti kwenye mtandao wangu na platform ya Hatuboy Media, ambayo kuna baadhi ya watu wanatamani kuweza kufahamu na kutaka kujua kwamba hii issue inayoendelea ya Askofu Gwajima ambayo tayari makanisa kuweza kufungwa, sasa inakuwaje? Wale kondoo wake ambao walikuwa akiwachunga tayari walikuwa wameshamzoea na tayari walikuwa wapo kwenye mfumo wake. Sasa inaonekana kabisa kwamba huu unaweza ukawa ndo mwisho wa Askofu Gwajima kuweza kujihusisha na masuala ya kiimani ama kuendelea tena na kufanya ibada, yani kuwa kama mchungaji. Yani sijajua kwamba inaweza ikamlimit akawa anaendelea katika makanisa ya watu wengine, kwa sababu mfano yani kama kwa makanisa ya kwake yeye ameweza kufungwa na kufutiwa usajili, ikatokea akaenda au kupata mwaliko wa kanisa jingine na akazungumzia the same masuala ya kisiasa ama akazungumzia mambo yote ambayo yatakuwa yanaingiliana na upande wa kisiasa, je, itakuwa imekaa vipi? Hilo lilikuwa ni la kwanza. Lakini issue nyingine ama mada nyingine ya pili ilikuwa ni kuhusu issue ya Askofu Gwajima kuweza kujitokeza na kuanza kuzungumza haya mambo hadharani kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan, kipindi cha utawala wa mama. Ni kwa nini hakuweza kuyaleta ama kuyazua haya mambo kipindi cha utawala wa marehemu baba John Joseph Pombe Magufuli? Hayo yote ni maswali na hayo yote watu wamekuwa wakiyahoji, na ni kwa nini haya mambo wamekuja kuyazua kipindi ambacho tunakaribia kwenye attention ya uchaguzi. Yani na maanisha watu wameona kabisa kama ni kama mchezo unaotengenezwa kwa maslahi binafsi. Yani kwa akili ya kawaida ni swala ambalo linaandaliwa kutengeneza attention, lakini pia kumfanya mwamba aendelee kujizolea kijiji cha uaminifu kwa wananchi wake, ili mradi ikatokea kwenye kampeni ama anahitaji kuweza kuingia kwenye cheo fulani inakuwa kwake ni rahisi. Hebu kaa tafakari alafu uelewe ni nini nilichoweza kukizungumza. Yani usikurupuke na miemko ya kwanza kucomment ama kutukana bila ya kufikiria. Tukutane kwenye idara ya comment section in Hatuboy Media.